Turudi hapa nyumbani tuzungumzie kwenye mkutano ambao umefanyika Jumapili. Mkutano ambao umefanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee, mkutano wa Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao ulikuwa ni mkutano ambao watu wengi walikuwa wanatamani kuona ajenda ambazo zipo kwenye kitabu ambacho kimeandikwa namna ambavyo zitakavyopitishwa. Lakini mkutano ulivyoanza na ulivyoisha hakuna hata mtu alivyokuwa ameelewa. Hakuna hata mmoja alikuwa ameelewa. Nataka tuzungumzie kitu kimoja hivi. Kwenye engo ya wanachama wa Simba, lakini pia kwenye engo ya mwekezaji pamoja na viongozi wa Simba, kwa maana wakiongozwa na mwenyekiti Murtaza Mangungu. Nafasi ya Mohamed Dewji Mo iko wapi na nafasi ya Murtaza Mangungu iko wapi na nafasi ya wanachama iko wapi kwa mkutano wa juzi? Nimesikia wanachama wanalalamika kwamba mkutano umeendeshwa kihuni. Nisingependa sana kutumia hilo neno sababu na nukuu kile ambacho walikuwa wanasema wenyewe, sio? Kikawaida mkutano mkuu unakuwa na agenda ya kwanza mpaka ya mwisho. Ya kwanza ni kufungua mkutano, ya mwisho ni kufunga kikao, si mkutano na nini. Lakini hapo katikati kuna agenda zingine, mambo ya budget, mambo kibao. Umeelewa? Lakini kubwa zaidi katika moja ya mapendekezo ambayo yalikuwepo kwenye hizo agenda, wanachama walikuwa wanatamani kuona kwamba wanaulizwa, je, hili limepita au halijapita? Lakini mwenyekiti wa Simba Murtaza Ali Mangungu hakuweza kuwapa nafasi wanachama na mashabiki kuweza kufanyaje, kuweza kupitisha agenda moja baada ya nyingine. Ndicho ambacho wanachama wengi wanakilalamikia. Allen, nikwambie kitu kimoja. Ndio. Ukiona timu inasuasua kwenye upande wa leadership, kwa maana uongozi, hata uwanjani haiwezi kufanya vizuri. Ndicho ambacho kinaonekana kwa upande wa Simba mpaka sasa. Unaelewa vizuri? Tunajua sisi timu zetu hizi. Bahati nzuri mimi ni mmoja kati watu ambao nimehudhuria kwenye mkutano wa Simba takriban 5. Sawa, kwenye kumbi tofauti na nothing. Yaani hakuna ambacho kimebadilika. Mkutano wa juzi na mikutano mingine 4 nyuma huko, hakuna kitu kipya. Sawa? Vitu ni vile vile. Nikikuuliza sasa hivi Murtaza Ali Mangungu kitu gani kutoka ameingia Simba amekifanya cha maana ambacho kinaonekana? Jibu ni kwamba hakuna. Maana yake Simba wamefeli kumpata mwenyekiti. Moja kati ya eneo ambalo Simba wamefeli ni kwenye eneo la mwenyekiti wa klabu ya Simba upande wa wanachama. Wamefeli. Mangungu, bahati nzuri mimi kunyoosha. Mangungu mpaka sasa hivi hakuna anachofanya cha maana. Kwanza ameshindwa kuunganisha mashabiki, wanachama. Wanachama wake hawazungumzi lugha moja. Mashabiki hawazungumzi lugha moja. Kila siku lawama kwake. Kwa nini kulalamikia watu wote peke yako wewe kila siku? Maana yake una shida sehemu, sio? Bahati mbaya pia akiulizwa kujibu hoja, hajibu kama kiongozi. Anajibu wezifu, kuna namna ambavyo anawachukulia poa hawa watu. Sio, unaelewa vizuri? Nakuelewa. Kwa hiyo ni tatizo kubwa. Ilitakiwa akae chini na wanachama aunganishe watu wazungumze nini? Lugha moja. Simba ni nguvu moja. Sasa nguvu moja sasa hivi haipo. Nguvu moja kwa mashabiki haipo, nguvu moja kwa viongozi haipo, nguvu moja kwa viongozi wa wanachama, kwa maana huko upande wa wanachama haipo, nguvu moja kwa upande wa wakurugenzi, bodi ya wakurugenzi haipo, nguvu moja kwa wachezaji pia kwa sasa haipo. Kwa hiyo kila kitu, kila aspect haizungumzi lugha moja. Hauwezi kutarajia matokeo mazuri ndani ya klabu ya Simba kwa sasa. Lazima uungane wawe kitu kimoja. So Mo ana kazi yake ishaifanya kwa muda mrefu, anapaswa kuheshimiwa. Lakini kama kuna namna ambavyo anataka kumtoa, basi mtoe kwa kisheria na kwa taratibu zote ambazo zinatakiwa. Na bahati nzuri serikali ilikuwepo pale, FCC walikuwepo, watu wa wizara walikuwepo. Kwa hiyo kuna aspect zote zilikuwepo. So for me mkutano, to be honest, hata mimi sikufurahia. Mimi nilikuwa nafuatilia, ilisha kwamba nilikuwa niko safari narejea nyumbani kutoka Nigeria. Mkutano haukwenda sawa kwa sababu mashabiki na wanachama hawakupewa nafasi ya kuweza kupitisha zile agenda, kwamba tumepitisha hii, hatujapitisha hii, tumepitisha. Kwa hiyo mkutano mimi naungana na wale watu kwamba sitaweza kutumia lugha kama wale kutumia mashabiki na wanachama. Nitatumia lugha kwamba mkutano haukufanywa kama ambavyo ulitarajia kufanyika. Umefanywa kama send off.